Chum TV. Furaha kiganjani. Mkutano huu wa SADC wenye kuzungumzia masuala ya uhifadhi wa maeneo yanayovuka mipaka. Mkutano huu umeandaliwa kama maadhimisho ya miaka 25 ya makubaliano ya nchi za SADC za ushirikiano wa uhifadhi unaovuka mipaka. Kwa hivyo leo nimefika hapa, nimeshiriki katika huo mkutano, na kwa kweli katika mazungumzo yetu tuliyozungumza pale, kwa kiasi kikubwa tumepeana uzoefu wa nchi wanachama katika swala zima la uhifadhi. Sasa kama mnavyotambua ni kwamba uhifadhi uko katika maeneo mengi. Kuna uhifadhi wa wanyamapori, kuna uhifadhi wa misitu, kuna uhifadhi wa aina kwa aina. Kwa hivyo leo tumepata fursa ya kubadilishana mawazo, kubadilishana uzoefu wa jinsi gani tunaweza kufanya uhifadhi huu vizuri zaidi baada ya miaka 25 toka tumekubaliana kufanya mambo hayo kwa pamoja. Sasa kule Tanzania tuna mifano ya uhifadhi unaovuka mipaka, kwa mfano hifadhi ya Selous, na kuna hifadhi inayoitwa ya Niassa ambayo iko Msumbiji. Ni sehemu ambayo tunahifadhi kwa pamoja na mafanikio makubwa yamepatikana. Sasa miongoni mwa mambo ambayo tumeyazungumza leo ni kwamba kwa kiasi gani tunaweza kupata rasilimali za kufanya uhifadhi huu kwa vizuri zaidi. Yamezungumziwa masuala ya carbon credit, kwa maana kuuza credit zetu za kaboni ili tuweze kufanya uhifadhi wa misitu, lakini vile vile na wanyamapori na kadhalika. Lakini vile vile kuna swala zima la jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba wale wananchi au zile jamii ambazo ziko katika maeneo haya zinafaidika na uhifadhi huu. Kwa hiyo tumezungumza mifano mbalimbali iliyotolewa pale ya jinsi gani ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi walioko katika maeneo haya ya hifadhi, aidha wale wananchi wanaohifadhi wanyamapori, kuna wananchi ambao wanahifadhi misitu, kuna wananchi ambao wanahifadhi wako ni sehemu ya jamii katika maeneo ya uhifadhi, kwa kiasi gani nao wanaweza wakasaidiwa ili waendeshe maisha yao vizuri zaidi au wanufaike na huu uhifadhi. Kwa jumla masuala yaliyozungumziwa na hayo, na sisi kama Tanzania tulipata nafasi ya kutoa uzoefu wetu katika hifadhi yetu hiyo niliyoitaja, lakini vile vile tumejifunza kutoka kwa wenzetu matumizi ya credit za kaboni ili kuweza kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi. Ukiacha yale maeneo niliyozungumzia ya wanyamapori na misitu, vile vile uhifadhi unaovuka mipaka unahusisha vile vile maeneo ya maji. Kwa hiyo kuna maeneo ya maziwa makubwa ambayo yako zaidi ya nchi moja. Kwa mfano kwa Tanzania ni ziwa Nyasa ambalo liko upande wetu na upande wa Malawi, lakini vile vile kwenye bahari kuu kuna nchi kadhaa ambazo bahari yetu tunachangia. Kwa hiyo ni vizuri pia na huko pia uhifadhi ufanyike, na hilo ni moja katika maeneo yaliyozungumziwa, uchumi wa bluu na uhifadhi katika bahari. Na hili lina maana zaidi kwa Zanzibar, ambao sisi tuna sera ya uchumi wa bluu, tuna sheria za uchumi wa bluu na tuna uhifadhi ndani ya bahari yetu. Kwa hiyo haya yote yamechangiwa na yamezungumzwa, na kwa kweli ni moja katika maeneo muhimu sana ya mkutano huu, kufanya uhifadhi wa pamoja hata katika maeneo ya maji na bahari. SADC wametayarisha sera ambayo nchi wanachama wanatakiwa sera zao sasa ambazo ziko katika nchi zao ziendane na ile sera ya SADC. Kwa hivyo hilo waliozungumza wengi katika wanachama wa jambo hili wameonyesha kwamba na wenyewe wametengeneza sera zinazoendana na sera za SADC, na bila shaka uzoefu tulioupata wa kila mmoja anavyojipanga kufanya hiyo kazi ya kuuza carbon credit, tutachukua ile mifano bora ili tukaangalie na sisi kwa jinsi gani tunaweza kufanya hiyo ikawa na tija zaidi kuliko kila mtu kufanya vile anavyopenda yeye.
Leo tumesikia mafanikio mengi. Kuna ambao wamefanikiwa vizuri sana katika uhifadhi wa mambo mengi, kuna ambao wameshaanza carbon credit, kuna ambao wamefanikiwa katika uchumi wa blue. Bila shaka malengo yanayotarajiwa yatafikiwa kwa sababu kuna kila dalili kwamba utaratibu huu wa uhifadhi unaovuka mipaka unakwenda vizuri. Wito ni kwamba tuendelee kushirikiana, tuendelee kubadilishana uzoefu ili yale mazuri yote yaliyofanyika katika nchi moja yaweze kufanywa na katika nchi nyingine. Lakini kikubwa zaidi ni kushirikisha wadau wote. Kama ilivyosemwa pale, kuna umuhimu mkubwa wa kila mtu ashiriki, hususan wananchi wanaoishi katika maeneo hayo, lakini wadau wa maendeleo, asasi zisizokuwa za kiserikali na bila shaka serikali zenyewe.